Kwa majina mimi naitwa Mwalimu Beatus Kwilasa, ni mkuu wa shule ya awali na msingi Gisela. Shule ya awali na msingi Gisela iko katika jiji la Dar es Salaam. Shule ya awali na msingi inapatikana katika manispaa ya jiji la Dar es Salaam, mkoa wa Dar es Salaam kama nilivyosema hapo awali. Lakini vile vile iko upande wa tarafa ya Ukonga. Jimbo la Kivule ambalo ni jimbo jipya kwa sasa hivi, zamani ilikuwa ni jimbo la Ukonga. Na iko katika kata ya Kipunguni. Na inapatikana katika mtaa wa Amani. Na kwa wale ambao wanatoka barabara kuu kutoka airport, barabara ya Gongo la Mboto, ni hapo katikati kuna sehemu inaitwa Mombasa. Kuna magari ambayo yanakwenda Bomba Mbili. Shule iko barabarani tu, barabara ya kwenda Bomba Mbili. Na shule inafanya vizuri. Ni kati ya shule ambazo ziko katika mchepuo wa Kiingereza. Na ni shule ambayo inafanya vizuri sana katika taaluma. Sisi tunafundisha taaluma, lakini tunafundisha na maadili. Wanafunzi wetu tunawalea katika maadili ya Kiafrika, maadili ya Kitanzania. Na tunawalea, na si kwamba tu kwa sababu shule ipo katika mlolongo wa kufanya biashara, lakini tunatoa huduma hiyo. Vile vile tunao walimu ambao wamebobea katika ufundishaji. Tunao uongozi ambao ni umebobea katika mambo ya uongozi, na walimu wetu walio wengi wapo wa jinsia zote. Wapo wa kike, wapo na wa kiume, na rika zote. Watoto wetu wanafanya vizuri sana. Kwa mfano, shule yetu hii tulianza kufanyisha mitihani ya taifa baada tu ya kupata usajili. Maana baada ya kupata usajili mwaka 2015, mwaka uliofuatia watoto walifanya mtihani wa darasa la 4, yani PSLE na SFNA. Na wote walifanya vizuri. PSLE walifanya vizuri sana. Na SFNA, yani maana yake darasa la 4, walifanya vizuri sana. Kwa hiyo kuanzia huo mwaka tumekuwa tukifanya vizuri. Chati imekuwa ikipanda kitaifa, kimkoa, kiwilaya, kikata. Na mwanzo wakati tunafanyisha mitihani walikuwa wanaweka ranking, lakini sasa hivi hawaweki ranking, isipokuwa tu kwa sababu nikizungumza ranking kwamba mpaka kimadaraja na nafasi, hatuwezi kutaja nafasi, lakini tunaweza tukafanya ranking kwa maana ya kwamba ni daraja gani ambalo tunalipata. Kwa sababu sasa hivi haturuhusiwi kuanza kushindanisha shule kama sera ya nchi jinsi inavyosema. Kikawaida shule yetu watoto wamekuwa wakifanya vizuri kimadaraja, ni wanapata A, ule wastani wanapata A. Si kwamba wote wanapata A, nisije kama muongo katika hilo, lakini watoto wetu wamekuwa wakifanya vizuri sana. Asilimia kubwa wanapata daraja la A. Hasa ambao wazazi wenye uhitaji makubwa ya kuwasimamia watoto na wana ushirikiano mzuri na uongozi wa shule na walimu, watoto wao wamekuwa wakifanya vizuri sana. Ndio hao ambao wanapata daraja A, na wachache sana ambao wanapata daraja B. Na kwa wastani kama nilivyosema hapo awali, kwa wastani watoto wetu wastani wa shule wanapata daraja A. Hatujawahi kushuka zaidi ya hapo. Mungu anatusaidia kwa jitihada ambazo tunazifanya sisi, uongozi wa shule pamoja na walimu na wazazi vile vile. Shule ina ushirikiano mzuri sana kati ya wazazi, si wazazi tu, ina ushirikiano mzuri sana na uongozi wa halmashauri ambao wanasimamia uongozi wa manispaa ya jiji la Dar es Salaam. Ina ushirikiano mzuri sana. Vile vile ina ushirikiano mzuri sana na ngazi ya mkoa. Si hivyo tu, shule haijawahi kupata tuhuma ya aina yoyote. Shule imekuwa ikipata nafasi nzuri sana kwa sababu ina ushirikiano mzuri tunapokuwa tunapata
miongozo mizuri, tunaleta ushirikiano mzuri kati ya Baraza la Mitihani la Tanzania, na ndio maana kila sehemu tunapokuwa tunahitaji msaada, iwe baraza, iwe manispaa, iwe Wizara ya Elimu, iwe ofisi ya elimu mkoa, iwe kata, tunapata ushirikiano. Hata kama tunapohitaji ushauri, wanatushauri. Kama kuna sehemu kuna makosa ya kiufundi, tunarekebisha mara moja, alafu baadaye wakija kwa kutumia timu ya udhibiti ubora wa jiji la Dar es Salaam, wanapokuja kuangalia maendeleo na maelekezo ambayo wanayaelekeza wao kwa kufuata sera ya elimu ya Tanzania, hasa kupitia wizara yetu ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ya Tanzania, kwa wanakuta mabadiliko ni makubwa. Kwa hiyo ndio siri kubwa, ya shule kufanya vizuri. Lakini si hivyo tu, unajua ili ufanye vizuri lazima tuwe na nidhamu, cha kwanza. Lakini cha pili, lazima tufanye kazi kwa bidii. Hiyo ndio inaweza ikatuletea mafanikio makubwa. Kwa hiyo tuna nidhamu ya kutosha, tunafanya kazi kwa bidii, inatuletea matokeo makubwa na ni mazuri sana. Na ukitaka kujua vizuri kwamba tunafanya vizuri, ukiingia sasa hivi, dunia ya leo sio ya kuzungumza kwa maneno tu. Ukiingia tu utafuta shule ya msingi Gisera, utatupata ni namna gani ambavyo tunafanya. Si hivyo tu, mimi kama mkuu wa shule nina timu yangu ya uongozi ambayo nimeipanga kuanzia ngazi za chini kabisa. Ngazi za chini kule nimepanga, tumeanzia tuna viranja wa madarasa ambao wanatusaidia vizuri, wananisaidia mimi katika kuongoza na kupeleka taarifa zinazotakiwa kwenda kwa mwalimu wa darasa. Si hivyo tu, lakini kule chini tena vile vile tumeweka waratibu ambao wanaratibu madarasa. Pamoja na kwamba tuna mikondo miwili kila darasa, lakini mwalimu mmoja tumemteua ili kuratibu darasa kuanzia darasa la awali mpaka darasa la 7. Wanaratibu vizuri. Kwa mahusiano hayo mazuri, kuanzia kwa kilanja wa darasa, mwalimu wa darasa, mpaka kwa mratibu wa darasa, inaleta muunganiko mzuri. Halafu baadaye sasa inakuja kwenye timu sasa ile ya mwalimu mkuu kupitia ofisi ya mwalimu wa taaluma, ofisi ya wataaluma, na wenyewe wanaleta kesi zao, wanazileta kule kama inahitaji kutatuliwa kwa haraka, au kama inahitaji kupata ufafanuzi kwa haraka, kama mwalimu mkuu hayupo, au inahitajika tu kwamba ishie ngazi ya mwalimu wa taaluma au ofisi ya taaluma, kesi zote zinaishia huko. Kama mwalimu mkuu hayupo na mwalimu wa taaluma ameona kwamba hii kesi au huu utatuzi wa shida iliyopo hawezi kuishia hapo, basi kuna mwalimu ambaye anasimama kama mwalimu mkuu msaidizi, anaitatua. Lakini tunaye mwalimu tena wa nidhamu. Kwa hiyo tunatatua kwa haraka sana. Lengo letu ni kwamba kuyafikia mafanikio kwa haraka na kuiweka shule ya awali na msingi si Tanzania tu, ni Tanzania na nje na mipaka ya Tanzania. Ndio sera yetu ambayo tunataka tufikie. Lakini lengo letu ni kwamba tunataka tuandae watoto wetu ambao ni wazalendo, watoto wetu wanaojiamini, watoto wetu ambao ni wapambanaji. Sio tuandae wanafunzi ambao waje kuwa wapige kelele, wawe ni wapiga kura. Tunataka miaka ijayo, tangia tuanzishe shule hii, tangia tuanze kufanyisha mitihani kama nilivyosema hapo awali, mwaka 2016 tunahitaji
baadaye hii product iliyotoka hapa, zao lililotoka hapa mpaka sasa hivi, tunahitaji kuona kiongozi mmoja amesimama anapigiwa kula. Hiyo ndio itakuwa ni raha yetu kama walimu. Kama mimi kiongozi, tunahitaji kuzalisha walimu, tunahitaji kuzalisha madaktari, tunahitaji kuzalisha kwani hakuna, si hivyo tu, si hivyo, si kwamba ni madaktari tu, si wabunge tu. Si mbaya sana tukawatamkia neno la kwamba tunahitaji kuona rais ambaye ametokana na Gisera, shule ya awali Gisera na msingi, na kwa sababu tuna ndoto ya kutengeneza sekondari, kujenga sekondari ambayo ni kubwa sana, sio sekondari tu, kubwa sana, alafu ni nzuri sana. Hilo niwahakikishie kabisa Watanzania na watu wote ambao wanatuona baadaye, iwe ushuhuda mkubwa kwamba tuna ndoto hiyo tunayo. Na si sekondari tu, ndoto nyingine tulionayo ni kwamba tunahitaji kuwa na vyuo. Tunaweza tukaanza na vyuo vya kati, lakini tukaja na kuwa na vyuo vikubwa. Na tunamwomba Mungu sana aendelee kutulinda, na wakati huo tukiwa tunafanya kazi kwa jitihada zote ili tutimize ndoto yetu. Na itapendeza sana wanafunzi ambao tumewafundisha sisi baadaye waje wawe msaada mkubwa, watoe msaada mkubwa hata kwa ndugu zao na wadogo zao, hata watoto wao waje waone matunda ya Gisera. Na wito wetu ni kwamba jamii yetu ya Kitanzania, hasa walioko Dar es Salaam na nje ya Tanzania, nje ya Tanzania, Dar es Salaam na mikoa mingine, tunawaalika sana waweze kuwaleta watoto wao hapa shule ya awali na msingi Gisera, kwa sababu ni sehemu sahihi. Watoto wanapata malezi yaliyo bora kabisa, watoto wanafanya vizuri kitaaluma, wanaelekezwa. Hatuna malezi ambayo yanaweza yakamtoa nje ya sayansi na teknolojia. Sayansi na teknolojia ina shida kidogo. Usipopata mwalimu au kiongozi aliye bora, unaweza ukajikuta sayansi na teknolojia imemeza hata watoto, hata uzao mlionao ambao mnategemea kwamba hawa watakuja kuwa msaada, inakuja kuwa kazi bure. Kwa hiyo tuko makini sana sayansi na teknolojia. Tunachambua maudhui yale ambayo yameletwa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Kwa hiyo tunapita humo, tunaangalia zile ambazo si sayansi na teknolojia ambayo ni potofu. Tunaangalia ile ambayo ni sayansi na teknolojia ambayo ni chanya. Ile sayansi na teknolojia ambayo ni hasi tunai discourage sana, kwa sababu ina madhara yake. Madhara yake hayaleti faida kubwa. Madhara yake inaleta hasara kubwa sana. Kwa hiyo tukiona kwenye sehemu kuna hasara kubwa, sisi shule ya awali na msingi Gisera tuko makini katika hilo. Kwa hiyo tunaomba tu wazazi watuamini ili tuweze kutengeneza watoto wetu. Watoto hawa ni wa kwetu, na furaha yetu sisi tuone kila mtoto ambaye anatokana na sisi. Tunahitaji kumwona anapata maendeleo mazuri, hasa tunaanzia kwenye taaluma, kutoka kwenye taaluma na vitu vingine sasa tunaongeza kama wazazi. Kwa umri huu nafikiri sasa, kwa haya ambayo tumekuwa tukiyafanya hapa, na kwa umri huu shule imekuwa na umri mkubwa, na uzoefu tulioupata sasa tunahitaji kupanuka zaidi, na tunahitaji kupata imani kubwa kwa wazazi. Na wazazi tunaomba sana, kila mmoja wetu anapokuwa anahitaji msaada kwetu aje. Sio wanaopata msaada kwetu sio wale tu ambao wanasoma shule ya msingi au shule ya awali, hata wale ambao wanasoma sekondari wanakuja wanapata msaada, wanasoma vyuo wanakuja wanapata msaada. Wapo wengine ambao tuliwafundisha huko ambako tulikuwa tumeanzia
wapo mpaka wengine tumewaajiri wanafanya kazi hapa, na tulipoona kwamba wapo na vyuo vimewatema wengi, tuliwatafuta, wapo na wanafanya vizuri sana kwenye kufundisha. Ndugu zangu, tunao walimu ambao wanafundisha kuanzia shule ya awali mpaka shule ya msingi, tukiwa na maana ya kwamba darasa la kwanza mpaka darasa la 7. Lakini si hivyo tu, tunao wafanyakazi ambao ni madereva, wanafanya kazi ya kupeleka watoto wetu walioko boarding, kupeleka hospitalini labda kama wamepata changamoto ya kiafya, wanapokuwa na hitaji, labda mfanyakazi amepata tatizo lolote aina yoyote, tunayo gari ambayo ni ya staff, tunawapeleka staff mahala ambako wanakuwa na hitajika. Lakini si hivyo tu, tunao wanafunzi ambao wanasoma kutwa, wanakaa majumbani, wanaletwa na gari, jioni wanarudishwa majumbani kwao. Lakini si hivyo tu, tunao wanafunzi ambao wanakaa bweni. Kwa mfano kama sasa hivi darasa la 7 wamemaliza, kwa kufuata sheria zile zile za Wizara ya Elimu, ni kwamba kuanzia mtoto aliyoko darasa la 5, la 6 na la 7 ndio wanaoruhusiwa kukaa bweni. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunao watoto wachache ambao ni wa darasa la 5. Tulikuwa nao darasa la 5, la 6 na la 7, lakini la 7 wamemaliza hii 2025 wamemaliza, wameondoka. Darasa la 6 tayari wameingia kwenye mfumo sasa wa kuanza kuimalizia ile syllabus ya darasa la 6. Wakishamaliza, yani maana yake ni mtaala, wakishaimaliza wanaunganisha na mtaala ule wa darasa la 7. Kwa hiyo kwa mazungumzo hayo, ina maana ni kwamba darasa la 5, la 6 obviously sasa hivi wazazi ambao wamehitaji watoto wao wakae bweni wako bweni, tunao wa kutosha, wao wavulana na wasichana. Bweni letu limesajiliwa na serikali kwa kufuata sheria zile zile, baada ya kutoa waraka wa elimu kwamba watoto wa madarasa mengine chini ya darasa la 4 na kushuka chini huku, wenyewe wanatakiwa wakae kwa wazazi wao, wasikae bweni. Kwa hiyo tunao darasa la 5 na la 6, la 7 wenyewe wamemaliza, wamekwenda majumbani. Kwa hiyo hawa watakapomaliza darasa la 4 mwaka huu, kwa mwaka unaofuatia darasa la 5 na wenyewe, na mzazi akihitaji mtoto wake akae bweni anakaa. Tunao watoto ambao wanatoka Morogoro, wako wa Dar es Salaam, wapo watu wanatoka Morogoro, wanatoka Dodoma, tunao wa Singida, tunao wa Shinyanga, Mwanza, tunao wachache na mikoa mingine ya jirani na Dar es Salaam. Kwa hiyo shule na tuna mabweni tunayo ya kutosha, tuna accommodate jinsia zote. Kwa tunaomba sana sasa wazazi waweze kutuamini. Labda vigezo vipoje kwa mzazi ambaye anahitaji kumleta mtoto wake, vigezo vipoje kwa watoto? Kigezo cha kwanza ili mtoto awe bweni, anatakiwa kwanza awe kuanzia darasa la 5 na kuendelea. Halafu vile vile awe na afya ambayo imethibitishwa na daktari kwamba huyu anaweza kalelewa nje na tofauti na mzazi. Daktari awe ametuthibitishia na mzazi atuthibitishie kwamba huyu mtoto ana afya, hana afya ambayo ni mgogoro. Kwa sababu kama mtoto anahitaji uangalizi wa mzazi, inakuwa ni ngumu kidogo namna ya kukaa naye. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinahitaji mzazi amwangalie mtoto wake. Lakini kama sasa anaweza akaqualify kukaa bweni kwa sababu ya afya yake na ruhusu, tunakaa naye. Lakini kigezo kingine ni kutimiza tu zile mahitaji ya bweni ambayo ni ya kawaida, ambayo inashuka na nini, au vitu vidogo ambavyo hata nyumbani vipo. Kwa hiyo hivyo ndio vigezo. Lakini vitu vingine ni kwamba mtoto yule awe amesajiliwa. Tuwezi kukaa na mtoto labda kwa mfano alikuwa anasoma sehemu, amefika shule ambayo haijasajiliwa, halafu mkitaka kutafuta uhamisho wake inakuwa ni shida. Kwa hiyo huyo haturuhusiwi. Tunahitaji mtoto tu ambaye amesajiliwa kabisa, yuko kwenye mfumo,
ana claim number, kiasi kwamba hata kama hajachukua uhamisho, pindi tu atakapopata, labda ametoka shule jirani, ametoka shule za mikoa ya mbali, tunapohitaji uhamisho wake, basi tuletoe claim number na sisi tunafanya mawasiliano, tunamhamisha, tunamuingiza kwenye mfumo wa shule, ili mradi tu asomeke yuko kwenye mfumo wa wizara. Kwa hivyo ni vigezo vichache ambavyo ni vya muhimu. Vingine vyote ni vigezo vichache tu ambavyo sasa ni makubaliano kati ya mzazi na uongozi wa shule. Yawezekana labda ni malipo na nini hayo. Hivyo ni vigezo ambavyo ni vya kawaida sana, ambavyo tunaweza kuzungumza na mzazi tukaweka sawa, maisha mengine yakaendelea. Hivyo ndio vigezo ambavyo vinaweza kumruhusu mtoto kuwa bweni. Kwa kumaliza, wito wako labda kwa wazazi na jamii kwa jumla? Wito wetu kwa wazazi ni kwamba wajitahidi sana na watu waiamini shule ya awali na msingi Gisera. Ni kwamba ni shule ambayo kwanza kabisa ina uongozi ulio imara, pili na walimu wenye uzoefu wa kulea watoto, kufundisha, lakini sio kufundisha tu, wana taaluma ambayo imeshiba. Hata taaluma inayotolewa hapa shuleni imeshiba kweli kweli, sio mchezo. Yaani ni taaluma ambayo imeshiba kweli. Na mtoto akitoka hapa, kwa mfano watoto wanaomaliza darasa la 7, mpeleke mahala popote akafanya interview, shule yoyote mpeleke akafanya interview, lazima faulu. Na kwa ushahidi mkubwa tu ni kwamba sisi huwa tuna ushirikiano mzuri na shule zingine za sekondari za private. Huwa wao wenyewe wanatutafuta baada ya kuona matokeo yetu kwenye mtandao, kwa sababu matokeo siku hizi huwezi ukayaficha, yanatolewa na sisi hatuyatoi sisi, matokeo ya taifa. Kwa mzazi anapokuwa anaangalia, mzazi anapoangalia labda na mtoto mahala fulani alikuwa anasoma mahala kule, anaenda anashawishi uongozi wa kule, kwamba hebu pelekeni mtihani kule mkafanyishe interview. Kwa wanakuja zile shule mbalimbali ambao wanaona matokeo yetu, na wazazi wengine wanaona matokeo yetu. Wakija kuyaona matokeo yale ya watoto waliofanyisha interview, huwa wanang'ang'ana kwamba hawawezi kuwachukua watoto wote. Lakini tunaambia kwamba sisi hatuna mamlaka hayo. Ni kwamba tunachokifanya sisi baada ya shule hizo kufanyisha mtihani hapa, tunachowapa tu ni kuwakutanisha hizo shule na wazazi. Mzazi ndo anaamua kwamba mtoto wangu aenda akasome shule fulani ya private, au mtoto wangu aenda akasome shule ya serikali kulingana na uwezo alionao. Kwa pale huwa sisi daraja letu ni kwamba tunawaruhusu zile shule ambazo zinakuwa ni washirika wetu, hasa zile za private. Kwa hiyo kupitia hao wanakuwa ni mabalozi wetu wazuri, na wito wetu ni kwamba waendelee kutuamini. Na mpaka sasa hivi, kwa mfano watoto waliomaliza darasa la 7 mwaka huu, wazazi wamekuwa wakitupigia simu, wanasema bwana, kuna shule fulani imenipigia simu, mnawafahamu? Naambia yes, tunawafahamu kwa sababu wamekuja wamefanyisha interview hapa. Amenipigia, wanasema mtoto wangu amefaulu. Na uzuri ni kwamba wakifanyisha interview wanatuletea majibu, lakini tunawapa na namba za simu. Kama ukihitaji kuwasiliana na mzazi, tunawapa details zote, kwa sababu hakuna uficho, inakuwa ni wazi. Kwa hiyo wazazi waendelee kutuamini kwamba elimu tunayoitoa hapa ni imara, imeshiba, na tumejiandaa vizuri kiakili, na tumejiandaa vizuri kukabiliana na mazingira tulionayo.